Naomba kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusalimiane tu. Bwana Yesu asifiwe. Na shukuru sana kuona mkutano mkubwa, mkutano wa Bwana, kwa sababu si mkutano wa mtu mwingine ama wa mtu binafsi, ni mkutano wa Bwana. Jina la Mungu wetu litukuzwe sana. Na shukuru kwa sababu Mungu amekuwa nasi throughout the week katika kambi yetu. In fact, amekuwa mlinzi na kiongozi. Maneno kidogo ambayo tumepitia homa na mambo twingine, amekuwa wa karibu sana. Ninashukuru kwa sababu ya wote ambao wamekuwa msaada katika kambi hii, maana haingejiendesha peke yake. Na ukiona jambo linaendelea, wewe unaketi tu kuliona, uende ukadhani ninaenda hivyo unavyoona, lakini kuna mtu anaumia mahali fulani ili jambo liweze kuendelea. Kuna mtu ambaye anasumbuka. Nataka kumshukuru sana pastor wa district hii, Pastor Bill, kwa sababu ya juhudi zake na wazee wake wa kanisa na directors wake wa kambi ile iko Pandile na kambi nyingine, kwa sababu ni kwa juhudi zao tumekuwa na mkutano huu. Ni kwa sababu ya kujitoa na kuumia wakati mwingine ndio sababu tuko na mkutano huu. Na kwa hivyo naomba kuwashukuru sana kwamba mipango aliyopanga muda uliopita imetufanya tufaulu kuwa na makambi ambayo tuko nayo. So Mungu aweze kuwabariki sana. Nashukuru sana kwa sababu ya walimu ambao mlialikwa ama mkatumwa na mkaja katika mkutano huu, na ndio sababu umefaulu. Niwashukuru sana walimu wa watoto kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Nafikiri mlikuwa na kanisa kubwa kuliko mimi hapa ndani. Kila wakati ilionekana hivyo, kanisa lenu ni kubwa kuliko lile nilikuwa nalo. So Mungu awabariki sana sana. Mmefanya kazi ya ziada na mmefanya kazi ya ajabu. Sijui kama kanisa la Oasis mligundua kwamba kati ya walimu mliokuwa nao ni professionals. Sijui kama mlijua hivyo. Wengine wao, na in fact hata wale ambao wengine wanafanya kazi zingine walikuwa na ujuzi wa hali ya juu katika watoto. Nimewaangalia, nimejaribu kuwachunguza na ninashukuru sana. Dada ambaye ametupatia hadithi hapa tunamuita mtoto. Sisi katika timu yetu tunamuita mtoto, lakini unamuona mtoto she's a teacher in training. So ni professional katika watoto. Dada yake mwenzake ni mwalimu, tunaelewa hivyo, katika King David tunaelewa hivyo. So tulikuwa na walimu wenyewe. Kuna mama yao yuko pale ambaye naye ana ujuzi wa muda mrefu, and of course kiongozi wa watoto wa kanisa hili ambaye naye ni mama mwenye juhudi nyingi. Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwamba mmekuwa na watoto na tunaamini ya kwamba kile mmefanya Mungu amekiweka katika rekodi zake. Jina la Mungu litukuzwe sana. Basi na kijana wa pekee pale, kwa sababu unajua pale kuna vijana na lazima kuwe na mwingine. Kuna kijana pale mwenye uzoefu ambaye anatoka katika district ya karibu sana, ndio nilijua ikiwa ya kwanza nilipoingia hapa, kwa sababu jina lake linafanana vizuri mahali kama hapa palipo na baridi. Mtu akifika mahali palipo na baridi anahitaji kunywa nini? Kikombe ya soya. Kwa hivyo yeye anatoka hapo, inaitwa cup soya. Unasikia vile inaenda? A cup of soya. Kikombe ya soya. Hapo hiyo ndio district ya kwanza niliyojua nilipoingia Eldoret wakati nimefika. Kwa hivyo ni kijana wa pekee na niseme amekuwa msaada kwangu. Sitaki kuongea sasa hivi. Wenda saa zile tukiagana tutaongea. Amekuwa Bible boy. Yeye ama altar boy. Lakini yeye alikuwa Bible boy. Yeye alikuwa anakaa karibu na mimi. Nilipewa na wazee. Kijana amekuwa mwaminifu sana na wa maana sana. Alitaka kuona kila kitu kama kinaendelea pale ndani. Na in fact amefanya mambo ya ajabu. Basi mambo ya kushukuru tutaongea saa hizo zingine. Lakini kwa sasa nilisema nitaje hiyo kwa sababu ya kanisa ambalo nimekuwa hapa. Nipongeze kanisa la Oasis na nikiwaambia muweke juhudi. Maana nguvu za kanisa la Oasis ziko na hawa watoto walikuwa hapa. Ikiwa mtawapatia msingi mzuri ili kanisa
litakuwa linapambana vizuri na Endoven, kwa sababu si unaona nguvu ziko hapa, zitapambana sana. Lakini mkiashiria mlegee, basi itakuwa ni hatari kubwa. Nashukuru Mrs. Pastor kwa kuwa pamoja nasi mchana wa leo. You are most welcome. Shepherdess, nashukuru sana. Kwa sababu nafikiri tulikutana jana mara ya kwanza. Jana jioni, nimesema usiku mara ya kwanza ndio nilikutana. Nashukuru nilikutana na wewe nyumbani kwako. So Mungu wa mbinguni awabariki sana. Basi wale mmekuja makambi leo, hebu nione kwa mkono. Nataka kuwasalimu tu. Leo hamjakuja katikati ya wiki, msimdanganye, ninajua mkutano nilikuwa naye. So inua mkono kama ukuja katikati ya wiki. Nyinyi watu you are not serious. Hapa pameinuka watu kidogo sana. Na mimi sijawahi kuwa na nyumba imejaa hivi. Wanakuwa kuulizia watu walikuwa hapa. Kuna wakati nyumba imekuwa imejaa hivi. Na kwa nini wamekataa kusema hapo wanakuja? Sasa hiyo tu maana wazee, am I right? Hatakuwa na mkutano mkubwa hivi. Si ni kweli? Lakini sasa imejaa na wengine ambao hawakuja wamekataa kusema wao wakija. Tunashukuru basi. Pengine mlikuwa nasi kwa imani. Bwana asifiwe. Kwa imani mlikuwa nasi. Tunakubali ya kwamba kwa imani tulikuwa pamoja. Lakini hata hivyo tunashukuru tumekuwa na mkutano wa pekee, na ninashukuru sana kwa sababu ya wale ambao tumehudhuria. Nashukuru pia kiongozi wa conference hii ambaye pamoja na ambaye ni camp director ambaye ni Pastor Gedenji. Nimesema president na Pastor Gedenji ambao ndio waliotukaribisha tulipofika sisi tukiwa watatu kutoka Meru. Wawili kutoka Meru, mmoja kutoka pande ya Kingero. Kwa hiyo tukaingia kutoka sehemu hiyo, mmoja kutoka Central Kenya Conference na sisi wawili tukitoka Negev, that is North East Kenya Field, tunaitaka kwa ufupi Negev. So tukitoka huko field ambayo nimetoka, naomba kuleta salamu zao maana niko hapa kwa niaba ya hiyo ofisi. President wa field yetu anaitwa Benjamin Mutugi na director wa camp anaitwa Kenneth Karongo, na nikawaambia kwa jina la utani anaitwa 2GB. Hiyo ndio jina lake la utani. Kimkuta katikati ya wengine siku fulani amevaa kinyasa, amekaa kwake nyumbani. Mzee amekuja nyumbani kwake, anataka kuona mwenye boma. Akamuuliza kijana, wapi mwenye boma? Anauliza nani? Mwenye boma. Akamuuliza ninakuuliza kijana, wapi mwenye hapa? Anamuuliza mwenye wapi? Hapa. Wapi anauliza? Hapa. Nataka kuona mwenye mzee wa hapa. Anamwambia ni mimi. Anamwambia mzee acha mchezo. Kwa hiyo kijana acha mchezo. Na mzee mwenyewe ndiye mwenye nini? Boma. Ndio sababu anajiita 2GB. Na kwa sababu hiyo ni rafiki yangu sana. Naomba mpokee salamu za kutoka ofisi yetu ya Negev. Pokeeni salamu kutoka Negev. Na of course secretary wao ambaye ni Pastor Irene, pia salamu hizo zote. Ninashukuru sana. Nimezileta kwa kanisa lote, lakini tumepokea na watu wachache. Pokeeni salamu za Negev. Yes, at least zimefika sasa. Salamu zingine ni kutoka Meru Central District ambayo ndio niko pale tukihudumu na Pastor Waitito, na niliwaambia si Waitito the impeached governor, ni Waitito ambaye ako kwa ofisi ya pastor. Bwana Yesu asifiwe. I will go every opportunity. Tuombe. Utupendaye sana Yehova Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa kuwa nasi katika juma nzima, na siku zimepita hizo zingine. Leo ni Sabato na ni ibada ya kutamatisha mkutano wetu wa juma nzima. Kama vile umekuwa nasi na zaidi, tunaomba Kristo ukakubali kuwa katikati ya mkutano huu kama ulivyokubali kuwa na jeshi kubwa la Israeli wakitoka Misri. Ukawa juu yao katika hali ya wimbo, usiku ukawa mwangaza na mchana ukawa kivuli, wasichomwe na jua la jangwa, ukawatunza na kuwalinda. Hivyo ndivyo tunaomba mkutano huu wa leo, Kristo ukakubali kuwa pamoja nasi. Hebu Bwana ukae mwamba, tunywe maji. Tunaomba ukawe mana, ukachushe chakula kutoka mbinguni. Tuomba Kristo ukawe nyoka wa shaba, ili tukutazame tupone mioyo yetu. Mapenzi yako yatimizwe, jina lako litukuzwe. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.
Mungu awabariki sana. Basi karibu katika mazungumzo yetu. Tumesoma katika aya ya Biblia katika kitabu cha Isaia 28, tukasoma mstari wa 21. Naomba nisomewe kwa Kiingereza sasa. Nimesoma mara mbili, my brother. Nipe hilo fungu kwa Kiingereza. Nipe hilo fungu. 28:21 Isaya. Unisomee. Kitabu ni 28 Isaia mstari 21. Biblia inasema katika lugha ya Kimombo, inasema, for the Lord shall rise up as in Mount Perazim. Yes. He shall be wroth as in the valley of the Gibeon. Yes. That he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. Asante. Maneno hayo kama umeyasikiza na kama ulikuwa mwangalifu, kuna lugha imefanya nitaka turudie, na nashukuru kwa King James. Nimeshukuru sana, maana ndio nilitaka. Neno limesema ya kwamba Bwana atasimama katika mlima, na atakaposimama hatatenda common works. Imesema atatenda nini? Bwana Yesu asifiwe. Si niliwaambia na nikasema, na hata asubuhi nikasema, wacha kuwa mtakatifu kwa kunyamaza. Kunyamaza hakuna kitu. Tafadhali ongea wakati unastahili kuongea. Amesema Bwana atasimama naye atakafanya kazi, na kazi atakayofanya amesema ni straight work. Kwa nini ni kazi ya kigeni? Wacha tutafsiri neno hilo direct. Kwa nini ni kazi ya kigeni? The work of God is to save. But when it comes to kuangamiza, that is a straight work to God. Hiyo kwake si kazi yake. He is a savior. He is not a destroyer. Yeye si mwenye kuangamiza, lakini anasema itafika wakati asimame afanye kazi yake. Nayo kazi hiyo ni kazi ya kigeni au ni kazi ngeni, kwa sababu atafanya kile ambacho kawaida si kazi ya nani? Si kazi yake. Watu wa Mungu, wakati Mungu amesema tuweze ku-maximize every opportunity, ni kwa sababu we have time to do that. Lakini tukitumia muda wetu vibaya, there will come a time this God ambaye ni mvumilivu sana akaashiria yatokee mambo ambayo kawaida anayazuia kwa muda wote. So ni vyema tusikie wito wake ya kwamba sasa amuka, utumie kila nafasi ulio nayo, kila jambo ulio nalo. Wanakwaya, wakati wowote mnapotakiwa kupeleka ujumbe na uimbaji, inukeni kwa moyo mmoja. Pelekeni ujumbe. Walimu wa watoto, wakati unapopata nafasi kuongea na watoto kanisani, fanya kama hautafanya tena. Mzee wa kanisa, unaposhughulika katika uzee wa kanisa, shughulika kama hautakuweko tena, ya kwamba ni kana kwamba ni siku yako ya mwisho. Mhubiri yeyote, ukipata nafasi usimame katika mibali, ongea kana kwamba that is your last sermon. Amen. Inena kana kwamba hiyo ndio inategemea damu ya watu walio mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. So speak the truth, ongea kama neno la Mungu linavyokubali, kwa maana hiyo ndio nafasi umepewa. In fact, huo ndio wito wa conference yenu ama hii yetu. Hivyo kwamba ni wakati ambapo tunaweka michezo chini. Tukaambiwa hapa na elder ama na mtumishi wa Mungu aliyekuwa hapa, akatuambia tunafunga mwaka. Na in fact katika kanisa hili na makanisa yote yanafanya mkutano, na mwezi huu wa 8 kanisa la Kiadventista tunafunga mwaka. Ni kweli ama si kweli? Tunafunga mwaka wa Kiadventista. Tunaingia mwaka mwingine mpya. Mwaka huo tunaoenda ni mwaka wa kufanya kazi na kuinuka, kutumia kila nafasi tulio nayo. Kila nafasi tulio nayo. Kiongozi wa personal ministry utakaingia 2026 una jukumu. Kiongozi wa evangelism una kazi ya kufanya. Kiongozi wa watoto, amuka uone watoto wamesimama na wako tayari kumlaki Kristo akija mara ya pili. Kila mmoja, wachungaji zote, wazee wa kanisa, viongozi wa ofisi wote, nataka nikwambie Yesu anataka kufanya kazi kupitia kwetu. Lakini tukikataa, sikiza, sasa nikuletee neno la leo. Neno la leo
ni la mfalme ambaye unamjua sana sana. Maana mikutano ambayo imepita tumezunguka Jericho, imeanguka. Tumeenda tukaingia Ai kimakosa. Unaelewa? Wala mliokuweko. Tukaingia Ai kimakosa. Maana staili ya kuangusha Jericho tuliacha. Tukaenda Ai pasina staili ya Jericho. Nafikiri unakumbuka hii maneno yote. Maana katika staili ya Jericho ni kuconsult Mungu on how to bring these walls down. Inapofika Ai tukasahau tukiwa na Joshua. Hatukwenda kwa Mungu kuuliza jinsi ya kuangusha ama ya kuteka Ai. Tulienda kwa ujuzi wa nani? Wetu. Yes. Na kwa kutoenda kwa ujuzi wa Mungu, wanaume 36 chini. Joshua gharama kubwa kupiga magoti na kujimwagia mchanga na wazee wote kutoka asubuhi mpaka jioni. Mungu amenyamaza. Amenyamaza. Jioni Mungu anakuja. Anamuuliza Joshua, kwa nini unaanguka hapa? Nikana kwamba Mungu hajasikia hiyo maombi hata neno moja. Yaani kwa nini? Yeye anamuuliza, na Joshua amelia. Amesema ulitutoa, ulitufanya. Lakini Mungu anakuja na swali rahisi. Kwa nini unaanguka hapa? Hebu amka. Anaamka. Ujui uko hapa kwa sababu mumeasi. Israeli imefanya dhambi. Na wacha hii, sitakuwa kati yenu tena until you maximize the opportunity. Mtaka kuona mmechukua nafasi inayofaa, mnitafute, muondoe kile kibaya, nitakuwa katikati yenu. Huko tukatoka. In fact, last Sabbath tulipona ukoma. Unakumbuka? Hiyo mambo yote tumekuwa nayo. Lakini kwa leo nataka tuingie na tuangalie wakati ambapo Mungu anatupia nafasi tuweze kumaximize hiyo nafasi, lakini tunaitumia vibaya. It will be a loss and a total loss. Alinuka mfalme katika nchi ya Waisraeli. Mfalme huyu hakupigiwa kura kama vile tulichagua Rais Ruto ama tulikuwa tumechagua Rais Uhuru na wengine ambao tumechagua. Huyo hakuchaguliwa na kura. Waliposema wanataka mfalme na Mungu akajaribu kuwaambia makosa ya kupata mfalme, wakapambana. Wanataka nani? Mfalme. Wakati mwingine Mungu anakuasha, anatumia washa hii lugha Mungu atumie, lakini washa nitumie, maana ni kama kutumia mtoto akililia wembe. Mungu atumie hiyo lugha ni yetu. Lakini Waisraeli walipolilia wembe, walipewa maapewa. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu akakataa wachague, akawachagulia mwenyewe. Akaenda kwa nyumba ya mzee fulani, akachomoka na kijana aliyekuwa anaitwa Saul, ambaye anasemekana kwa upana wa mwili alikuwa miraba 4. Unajua mtu wa miraba 4? Miraba 4. Na in fact Biblia inashuhudia kati wanaume ambao Biblia imeshuhudia ni warembo. Unajua kuna mwanaume mrefu gani? Lakini kumbe kuna wengine Biblia iliona warembo. Saul alikuwa mmoja. Na alipokuja akapewa kiti from nowhere, bure tu, wacha tuseme bure tu. Akafanywa kiongozi, akapewa nafasi, akukuze Mungu aliyemchagua kuwa kiongozi, akakataa kuchukua wajibu wake. He failed to maximize the opportunity. He failed. Siku moja huyu kiongozi, vita ilitangazwa kati ya maadui na Israeli. By the way, Wafilisti. Ikatangazwa. Ilipotangazwa, vita vya zamani havikupigana kama vya leo. Mfano watoto walio ndani na wengine ambao wana miaka kidogo wanaposikia vita, wanachukua vita ambavyo wanaona Ukraine na nini? Na Russia, Israeli na Iran na kadhalika. Vita ambavyo watu wakiwa kwao wanarusha inaenda kupiga. Vita vya zamani vilikuwa ni upanga, mkuki, mshale, ngao, fimbo na hiyo. Kwa hivyo hiyo ni lazima ni hapa. Kwa nini? Hapa kwa hapa. Tuonane hapa kwa hapa. Na kulikuwa na bonde, hamungepigana tu ujinga. Ni kwamba mmetangaza vita ya jeshi letu litoke na lenu litoke. Sasa nyinyi mkae mlima ule na mlima huu. Itakapopigwa baragumu wenu wateremke na mapanga wakishangilia na wetu tukutane tukatakatane. Wala watamaliza wengine ndio wameshinda. Hiyo vita msingepigana, mkiteremka na rudi nyuma ya mawe, nyinyi ndio mpigane.
Maana unateremka kukutana pale, unateremka kwa panda aje. Unateremka aje, hiyo vita hiyo ni kali sana. So ikawa vita hivyo. Walipofika katika Israeli, nataka usikize, katika Israeli hawakupigana kama mataifa. Kulikuwa na instructions ya kwamba kabla ya vita kuna kafara itatolewa na ni ya kuonyesha Mungu yuko pamoja nanyi katika vita gani. So Saul akaongoza jeshi, wakaenda uwanjani. Walipopitia kwa Samueli ambaye ndiye alikuwa kuhani, akawaambia nitakuja. Endeni mtafanya nini? Niko nyuma, endeni nitakuja. Wakaenda. Siku ya kwanza Samueli hakufika. Ya pili Samueli hakufika. Ya tatu hakufika mpaka ya saba. Hajakuja kabisa. Wale wa kule shetani akawashoshea. Akawaambia tuanze vita. Wale askari wa Israeli waliposikia vita inaanza na hawajafanya kafara, wakaambia Sauli, utapigana peke yako. Utapigana peke yako, sisi tumeenda. Wewe kama mfalme utafanyaje? Akasema hapana, msiende. Leteni kondoo tuweze kutoa kafara. Makosa makubwa. Makosa makubwa. Na wakati walileta kafara kwa haraka, shetani anachochea wale wapandile, wanataka kuanza vita. Sauli akachukua kondoo, akashinda. Wakati ikiteketea, it was the right time for a man of God to come. Mungu ashireni. God is never late. So Sauli ndiye umeharakisha, God was on the way. When you umeharakisha, on the right time, Sauli akashomoka, Samueli akashomoka na watumishi wake wakachangaa kuona moshi ikielekea tu. Wakashindwa, what is happening? Mungu alikuwa amepanga kwamba katika ukoo wako kutatoka wafalme milele Israeli. But for now, Mungu ameshakuwa mwingine atakayekuridhi. Watu wa Mungu, naomba kutoka hapa sasa nianze kuhubiri. Nilikuwa naongea. Kutoka hapo Sauli na Samueli wakafanyika maadui. Sauli hakutaka tena kukutana na Samuel ana kwa ana kama vile wengine wetu tulio hapa. Wakati tumeonyeshwa makosa yetu na mchungaji ama wazee wa kanisa, tunawafanya maadui. Makosa ni sisi tumetenda, lakini tunachukia waliolenga makosa yetu. Sauli akafanya Samuel kuwa adui yake, na Mungu akampa another chance. Mungu akapea Saul another chance. Now turn your Bible. Kabla sijakupatia chapter, niseme maneno haya. Mungu kila wakati anakupatia opportunity. Maana nimekuambia kazi yake ni kuokoa. Kama vile neno linasema katika kitabu cha Ezekiel, hapendi mwenye dhambi kufa, bali anapenda wenye dhambi watu wafanye nini? Waokoke. Ni kazi ya Mungu kutaka tuokoke. Na ndio sababu ametoa nafasi kwako hata leo. Akapea Sauli chance nyingine na akamtengenezea mazingara ya kurectify mienendo yake. Look at this God. Akatengenezea Saul environment ya kuweza kurectify kile ambacho tayari amefanya nini? Ameharibu. Wakati wana wa Israeli wakitoka Misri, walipovuka tu bahari ya Shamu, kama vile tumesoma kwa Yesu, kulikuwa na taifa ng'ambo ambalo lilikuwa linaitwa Amalekites ama Waamaleki, ambalo lilikuwa na ukora sana. Wakapanga kuangamiza Israeli. Na ndio wale, kama unakumbuka vita hivyo, ni vita vilikuwa vya ajabu sana. Maana tunavipoti katika Biblia, lakini hatuvipoti ndani kabisa. Ni wakati ambapo Musa akiwa kwa kambi aliletoa ripoti ya kwamba kuna jeshi limekuja na linataka kutuvamia. Musa alipoangalia akaona hana ende mwanamke trade. Wale nao ni wamama na wanaume ambao hawajapigana. Maana kule Misri hawakukubaliwa kutrainiwa kama soldiers, wasije wakaangusha serikali ya Misri. So wa Misri hawakubali kuwe na soja wa Israeli. So mambo ya vita, they were learners completely. Hawakujua chochote.
Musa alijua siri, maana ndiye alikuwa mwalimu wa Joshua. Akaambia Joshua, kimbia huko utafuta wanaume ambao mtatoka mkutane na watu hao. Akaambia ndugu yake Harun na Hur, twende mlimani, maana siri ya ushindi wa vita ni miguuni mwa Yesu. Bwana asifiwe. Wakapanda katika mlima, wakaendelea kuomba. Biblia inasema wakiomba Israeli inashinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Akishoka kuinua mikono, vile anapoteremka mikono, ndio wale wa Amaleki nao wanashinda. Wakagundua hapa siri ni mikono ya Musa kuinuliwa. So wazee wana hekima nyingi. Wakaambia Musa, wacha tafute mawe. Kalia mawe hapa. Akakalia, akaambia Harun, akamwambia Hur, shika mkono wa Musa. Wapaniwa na mimi mwingine tukawa tumemwinua. Maana ushindi wetu ni mikono ya Musa kuinuliwa. Ushindi wetu katika vita ni kuinua mikono yetu mbele ya madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa siri kubwa. Sasa katika vita hivyo, Mungu alikasirika. Akaambia Musa hivi, for now, hamutapigana. Mutaenda. Wana wa Israeli walini nchi. Watakaporidhi, you must come back and deal with these people. How? Ilishukua 400 years kuja kutekeleza hiyo agizo. 400 years. Watu wa Mungu, wakati mwingine Mungu kwa sababu ya kutokuwa na haraka ya kureact, tunasahau ya kwamba bado anakumbuka kile kilitendwa. Katika kitabu, naomba nisome kitabu hiki. Katika kitabu cha Mhubiri 8:11. Hebu nisome 8:11. Some na 12. Biblia inasema kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi. Kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi. Mioyo ya wanadamu hudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Wanadamu hudhibitisha kana kwamba makosa haya ni kitu kizuri, lakini endelea. Ajapokuwa mwenye dhambi amefanya maovu mara 100, hata kama utafanya mara 100 na Mungu amenyamaza na anakaa kama haoni, akazidisha siku zake, na ukazidisha hata siku zako, lakini hata hivyo najua hakika ya kwamba itakuwa heri kwa wamchao Mungu wenye kicho mbele zake. Yes. Kwa sababu ya Mungu kunyamaza na kutoshughulika kwa haraka, watu wanadhani ya kwamba dhambi zingegeuka kuwa dhambi na Mungu amesahau. Waamaleki it took 400 years. 400 years kuja kutekeleza ama kuexecute the judgment. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilipofika siku sasa ya kuexecute the judgment, now it was the second chance of Saul to rectify makosa aliyofanya Gilgal. I can say here without fear that our God is God of second chance. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu hata Adamu na Hawa walipofanya makosa, Yesu akaleta tena nafasi ya ngapi? Yes. Ili kile ambacho kiliharibiwa na Adamu wa kwanza, Adamu wa pili aweze kurekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea pamoja. Hii ni kawaida ya hizi vyombo. Sikiza. Sasa kwa sababu ya enmity ama enmity between Saul na Samuel, and of course inayotoka upande wa Saul, si upande wa Samuel, Mungu lazima angetumia a formula. My friend, nataka sasa you open your Bible, uende katika kitabu cha 1 Samuel chapter number 15. Chapter number 15. Na anapofika hapo, nataka usikize, kwa sababu ya uadui uliokuwa umewekwa na Sauli, lazima Mungu akatumia language ya kushawishi Sauli. I want you to get me right. Ya kwamba hapa kile Mungu anatafuta ni Saul. Anatafuta nani? Saul. Lakini sikiza, wacha nikwambie kitu hapa. Acha kusoma. Sasa mimi sikukwambia usome, utasomea. Nataka tupatane hivi. Kama kuna kazi unaweza fanya ni kuandika hiyo fungu. Mambo ya kusoma achana nayo. Nina msomaji hapa. Unajua kwa nini? Utapotea kwa kusoma nipite. Na niongea mambo hujashika, maana unajisomea. Wacha kujisomea. Just note the verse. You will read it later. Sawa sawa? Kwa maana nataka kutembea na wewe. Hapa
anayetafutwa ni nani? Ni Saul. Ni Saul. Na ningetaka nikwambie Mungu wetu anakutafuta mpaka mahali unalala, maana ameapa katika jina lake. Kukubaliana na yeye, atamake sure utaimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Hata huku sikia, amen, ingekuwa kidogo hivyo. Umesikia kile Mungu ameapa? Na ameapa kwa jina la nani? Ikiwa utacomply, utakubaliana na yeye, utaimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Amen. Yes. Hivyo ndivyo Mungu ameapa. Ni wewe tu utajipoteza kwa njia zako, lakini mbingu iko kazini kukukomboa, kukuokoa wewe. Sasa Mungu anatafuta Saul. Akamwambia, utaka kuenda Samuel, I want this man to understand that it is not you. The message is not your message. These are not your views. It is my views. It is my message. So, weka statement inayofaa. Number 1, verse number 1. Sikiza. Imetukwamisha. Okay. Tuendelee. Mstari wa kwanza Biblia inasema wakati huo Samueli akamwambia Sauli. Sikia vile Samueli anamwambia Sauli, Bwana amenipeleka nikutie mafuta. Yaani yule Mungu aliyenituma kwenu nikutie mafuta. That God. Uwe mfalme wa watu wake Israeli. Ili uwe mfalme wa Israeli. Basi sasa sikiliza sauti ya maneno ya Bwana. Sikia. Hiyo message ni ya nani? Nyinyi watu wa Mungu hapa. Kwa ile kwa tulikula kazi kufanya ibada. Tumeelewa hata tulifanywa mpango mzuri tusikize maandiko. Na ndio kwani tumelala. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Unajua kile kinanichangaza wakati mwingine ni kwamba sisi unatukuta hapa kanisani tumenyamaza vizuri. Wacha tuingie sokoni. Ile kelele tuko nayo, hatutaki la kusikika. Sasa shida ni gani? Sokoni hatutaki la kusikika na sisi ndio tunaongea zaidi. Lakini tukifika hapa hata tukiulizwa tuongee, tunafanya nini? Ni sababu nikakwambia hakuna utakatifu wa kunyamaza. Hiyo hailetagi utakatifu. Maana umeulizwa na umetakiwa kuongea. Sasa sikiza. Nataka nikikuchokoza mpaka tuandamane na wewe. Maana nataka nikwenda na wewe. Sikia. Ujumbe huu. Sikiza so. Aliyenituma siku ile nilikuja kwenu. Aliyekuchagua wakati hukupigwa kura. Unamjua ni nani? It was God. Now the message I'm bringing to you is from that God. So you better take it seriously. That was the message na so. You better take this message seriously. It is not from me. I know you don't respect me anymore. But the message is not from me. I want to take this one. This message I'm presenting before you, it does not come from men where I come from. So you better take it seriously. You should go vizuri. Sasa yasikize maneno ya nani? Endelea rafiki yangu. Biblia inasema, Bwana wa majeshi asema hivi. Bado anarudia ya kwamba anayesema ni nani? Niwaambia siku nyingine hapa, as you study your Bible, tafadhali muombe tena. Na naomba mara ya mwisho, maana nitaenda. Ya kwamba unapofungua Biblia yako, tafadhali be ready to listen to the Bible. Usiwahi soma Biblia na mawazo yako tafadhali. Maana utaitia maneno yako. Na Biblia hatusomi na formula ya kuitia. Biblia tunasoma na formula ya kuchukua. Unanielewa? Hatuisomi katika formula ya exegesis or exegesis. Tunasoma na exegesis. Ya kwamba we pick from the Bible, we don't put in the Bible. Okay? Hiyo ushike vizuri. Usiwahi soma Biblia ukiambia mambo. Wacha Biblia iongee nawe. So listen to everyone. Make sure you understand everyone. Sasa sikiza maneno hapa. Mungu amesema aliyetumana. Mungu amesema hivi. Alafu akarudia tena, sasa yasikie maneno ya nani? So what is the message there? Ya kwamba the message is from God. Anasema nini message yake? Nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliyotenda Israeli. Ndio. Jinsi waliowapinga njiani. Ndio. Hapo walipopanda kutoka Misri. Alafu
Basi sasa, sikiza, this is the message. Basi sasa, enda ukawapige Amaleki. Ondoka na jeshi lako ukawapiga Amaleki. This is the message. Sikiza, aliyekuwa anajitambulisha akajitambulisha. Alikuwa anataka aeleweke. By the way, nikuulize swali. Mtu akija uone amefika kwa geti ya mlango wako. Ameshomoka kwa gari. Anakuja anakuuliza, "Habari yako?" "Nzuri." "Mimi nimekuja na ujumbe nilio nao umetoka kwa His Excellency William Samoei Ruto." Hata kama ulikuwa unaima, utafanya nini? Unaangusha panga kwanza. Yaani ujumbe unatoka kwa president. Kwa hivyo hata utamwambia kama hujaongea kitu. Maana hiyo maneno nataka yatoke na laini. Haya yametoka State House kwa kiongozi wa nchi. Lazima yasikike. Hivi ndivyo Samueli anavyofanya. Anataka Saul aketi chini asikize maneno ya nani? Na ujumbe ni kidogo. Baada ya kufanya introduction ya kwamba ujumbe umetoka wapi, sasa anaanza na neno basi. Niliwaambia ya kwamba after the word but comes the fact. Ukisikia lakini ama basi, hapo ndipo ukweli uliko. Kwa hivyo the fact is, sasa ondoka ukawapiga nani? Waamaleki. Atawapiga aje? Na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Sikia ujumbe, na kuharibu kabisa kila. Unajua hapa ndipo maneno iko. Ndio sababu narudia. Uwapige na uharibu kila. Nani anasema? Mungu akisema kila kitu amesema nini? Endelea. Na ili asisahau akasema nikiongea pengine na wholesale hata sikia, wacha nirudi kwa retail. Akarudi kwa retail. Endelea. Wala msiwaachilie nini? Bali waueni mwanamume na mwanamke. Wacha kukimbia. Unajua kuna siku basta alikwambia kwa wacha kuimba uko kwa kinana. Sasa nataka wewe moja moja. Akamwambia waue nani? Mwanaume na nani mwingine? Mtoto naye anyonyaye. Mtoto, na sio mtoto tu, ni mpaka anayefanya nini? Na nini nyingine? Ng'ombe na kondoo. Ng'ombe na kondoo. Ngamia na punda. Ndio. Amepewa kazi ama hajapewa? Amehesabiwa vizuri ama hajahesabiwa? Ni nini akikuguzwa? Kama kuna kitu kiokoka huko ni kuku peke yake. Haikutajwa. Hizo zingine amehesabiwa kimoja kimoja ili asimake any slight mistake, kwa sababu it is time to rectify. So you have an opportunity now kurudisha uhusiano wako na Mungu. Are you ready to do it? You have to show it. Washa nikwambie, tunaposema I will go, alafu tunasema tunapotoka ni kwenda to maximize every opportunity that we have. It is time to rectify our ways before God. Umewahi enda ukatenda kitu na ukasikia kimeharibu imani yako, you are given time kama Sauli. Are you ready for that? Uko tayari ama utafanya kama Sauli? Uko tayari? Sauli akatoka, hebu sikia, tunateremka naye, hebu sikia alipotoka. Ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Telaimu. Ndio. Askari walipopanda farasi 200,000. Hiyo jeshi ilikuwa mchezo. Can you imagine? Watu wanaenda na miguu 200,000. Hawa tunaona kiasi gani? Nipate hata ukirusha juu ya mezi yanguka chini na mpaka yanguka chini ya kichwa ya mtu. Watu wanafikiri si mchezo. Unataka kuniambia kama hapa tuko kama watu wangapi? Wale ambao wanaweza kufanya mental sana. Angalia waniambie how many are we? Sisi approximately how many are we? Kitu kama 400. Sisi tuseme tu at the higher side 400. Ni kweli? Sasa 200,000 na hii ni 400. Watu wangapi? Nataka uangalie, maana tukipima unasoma tu figure. Lakini angalia hiyo figure kwa picha ni watu wangapi? Askari wanaoenda na miguu ikiwa hapa tuko just 400. Watu 200,000 ni watu kiasi gani? Wale wengine ambao ni kabila wengine walikuwa ngapi? Kuna wengine hapo, soma hapo. Na watu wa Yuda 10,000. Wale wengine walitoka Juda ni watu wangapi? 10,000. Hiyo ndio jeshi. So niulize swali. Sauli alikuwa
na uwezo wa kushinda vita ama hakuwa nao? Mungu yuko njiani kuokoa Sauli ama yuko njiani? Lakini Sauli, ukombozi wako unategemea upande wako. On my side as God, I have done kinachotakikana. But now, Saul, are you ready to be saved? Uko tayari sasa kuokolewa? Ndivyo Mungu anakuuliza. Sasa sikiza. Nimeshukua ili tuweze kwenda haraka. Sasa sikia. Lakini katikati ya Waamaleki kulikuwa na watu ambao walikuwa wapekee, ijapokuwa Waamaleki walikuwa katili. By the way, kile kilifanya Mungu, kabisa sasa nikwambie sisi hapa, kile kilifanya Mungu afike kiwango sasa cha kuona Waamaleki mpaka waangamie. Waamaleki walipopewa miaka 400, badala ya kugeuka waliendelea kuwa wabaya zaidi. Na kama wangepewa chance waendelee duniani, one day wangeamuka na kuangamiza Israeli. Na kuangamiza Israeli ni kumaanisha ibada ya Mungu duniani imeisha. So Waamaleki walifaa kuisha ama kuendelea? Yes, walifaa kuisha. Lakini katikati yao there was a small tribe ilikaa katikati yao. Quote number 6. Verse number 6. Inasema Biblia. Sauli akawaambia Wakeni, walikuwa wanaitwa Kenites, Wakeni. Haya, enendeni zenu, nyinyi tokeni mkashuke ili kujitenga na Waamaleki. Muondoke kwa Waamaleki. Simamia pale, usiendelee. I have gotten my point. Na imepatikana. Sikiza watu wa Mungu. Usijali na watu wanaofanya dhambi. Hata kama wako kwa hii kanisa ya Oasis, hata wote wafanye dhambi, wewe simama. Mungu anajua watakatifu wake ni akina nani. Au kusikia? Hata kama wameamuka wote kufanya dhambi, wakati Mungu atakapokuwa ameamuka kufanya kazi yake ya ajabu, anajua the righteous. Hivyo usiogope na usitoke church. Mimi nitaasha, siwezi kaa kanisa ina hiyo. Kaa hapo, Mungu anajua jinsi atakavyokuokoa. Haleluya watu wa Mungu. Hakuna mahali pa kwenda, usijaribu. God knows how to save his own. Wakenani walikuwa watu wa pekee. In fact hapo ndipo ndugu yake mke wa Musa alikaa. Na huyu ndugu ya Musa alizoea kujua jangwa hiyo, aliongoza Waisraeli kuwaonyesha wapitie mapito gani. Wao ni watu wa kuangamizwa ama ni watu wa kuokolewa? Ijapokuwa bado walikuwa na tusanamu katikati yao. Tunaelewa? Mungu anajua jinsi ya kuokoa watu wa nani? Wake. So hakuna mtu aliye na sababu ya kusema hii kwaya ninakataa, maana wanakwaya wanafanya. Endelea hapo kuimba. Mungu anajua wenye dhambi atafanya nini na wao, na wenye haki atawaokoa. Bwana Yesu asifiwe. So sasa sikiza, hao wakaokolewa. Sasa nataka kwenda kwa haraka. Sasa nataka kusoma mstari wa 7. Sasa sikiza sasa. Sauli akawapiga Waamaleki. Alipoenda akapiga Waamaleki toka Havila mpaka Shuri. Akawapiga kutoka Havila mpaka Shuri unaokabili Misri. Alafu akamkamata Agagi. Sikia. Nataka kuanza kunoti makosa. Amepiga, amekamata. Swali, wakati alipokuwa anaambiwa vile atafanya, aliambiwa akamate nini? Wote. Ninyi watu kumbe hatakuwa na nini? Nilijua mahali nitawapatia. Hatakuwa na nini? Nilipokuwa naweka msingi, ulidhani ya kwamba I was just talking. Nilijua wapi tunaelekea. Na kuuliza swali. Alipokuwa anahesabiwa, wale watu wakaangamiza. Ulisikia neno wapi ukamate fulani? Kuna mahali ulisikia? Lakini kwenda kupiga amefanya nini? Amekamata. Kukamata ametoa wapi? Hiyo ndio swali. Kukamata ametoa wapi? Mungu anatokezea anasema, nikikupatia shamba na nikunyeshee mvua na ipate mavuno, sehemu ya 10 ni yangu. Unavuna gunia 10, unatuletea debe. Swali, sehemu ya 10, sehemu moja ya 10, sehemu moja kwa 10 katika gunia 10 ni debe moja. Nani alisema debe? Hakuna. Kwa hiyo wewe na sawa, mko sawa ama mko sawa? Halo, nataka tuombe, mko sawa ama mko sawa? Tuko sawa. Mungu anasema nimekupa nafasi hoya. Lakini makani usimamishe kazi zako. Uje katika mkutano. Wewe unakuja madi kuangalia mhubiri ana uwezo kiasi gani.
Ukikuta sio yale mahubiri unataka, unajipatia shughuli. Umeua halali ama umekamata? Wewe unaangalia tu halali, unaona na halali vile ni wengi. Wangapi wamekamata halali wiki hii? Tafadhali tunawasamehe. Lakini Mungu anataka kufanya reconciliation na nyinyi. Maana alisema wiki moja mbele za nani? Zake, na hiyo ndio kuwa Waamerika. Lakini wangapi tumeokoa halali? Usijali. Imba wimbo. Katika wenye dhambi ni mkuu wao, ila Yesu akaja kwa dhambi alikufa, akamimina damu ni upate uzima. Usijali, our God is God of second chance. Hii umepoteza, lakini atakupatia nyingine mbele. Hata hiyo huwezi sema Amerikano. Sawa. Sina shida na wewe. Lakini sikia, akawapiga, akamkamata nani? Endelea. Sita inaendelea kusema akamkamata Agagi mfalme wa Amaleki yu hai. Si sita ni 9. 9. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai. Na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuangamiza. Nataka waambiwe nini? Hata kama ni wewe, hata kama hukujua kama Sauli amefaulu ama hajafaulu. Sauli ametoa wapi kuchukua zile kwa zimenona? Nani na ng'ombe sikia, Mungu alisema vizuri na akaongea na akamwambia kondoo, mbuzi, ng'ombe na watoto ni wote, hata anayenyonya. Tena wanaume wote. Sasa swali, kwani Agagi hayuko katika kategoria ya wanaume ama wanawake, ama amemkataza kwa nini? Maana kama aliambiwa wanaume na wanawake, kwani hayuko kategoria ya wawili? Unajua shida ilikuwa ni nani? Shida ilikuwa ni kwamba Sauli hakujua vita si vyake, vita vina mwenyewe, na hautapigana kwa ujuzi wako, pigana kama unavyoagizwa na mwenye vita. Ukristo wetu umekuwa na dosari, maana hatutaki Ukristo wa Mungu, tuna Ukristo wa kujitengenezea. Yes, tuna Ukristo wa kujitengenezea. Wakati Mungu anasema Sabato ni kutoka jua likitua mpaka jua likitua, wengine Sabato yao ni ya kutoka asubuhi Jumamosi. Hayo masaa mengine umepeleka wapi? Watu wa Mungu, naomba ujiulize maswali haya. They are very important katika maisha yako na maisha yangu. Mungu anasema jua likitua, Sabato imefanya nini? Imeanza. Sasa hiyo ndio unachonga viazi. Hata umetuma mtoto akanunue unga. Haukuwa na taarifa kama kutapikwa, maana kama ulikuwa na taarifa, kwa nini unga ilikuwa kwa nyumba? Mimi naongea na Adventista. Na hapa mpaka tuongee. Maana ndugu zangu, hapana. Kama tutakuwa tukishinda hapa siku nzima, tunakaa hapa wiki nzima, na Yesu akija tukimbilie miamba, na hiyo nayo la. Tutamlaki. Na hiyo tumlaki, we have to talk. Mpaka tuongee. Haiwezekani. Mungu akasema tangu kutua kwa jua mpaka kutua kwa nini? Sabato. Lakini yako ilibadilika. Haujuaji Sabato inaanza saa ngapi? Yako ni asubuhi kuoga na kuja kanisa. Na ukiulizwa unasema unaenda Sabato. Hiyo yako ni gani? Hiyo inaitwa aje hiyo yako? Maana ya Mungu ni 24 hours. Hiyo yako ulitoa wapi? Hiki ndicho kitu kimefanya kanisa liwe called as the church is. We are the contributors of that. Because we have done contrary to the will of God, and the Spirit of God is no more within us. I can tell you this. Hawezi kukaa katikati yetu. Hawezi kukaa na watu walio na Sabato zao. Anataka kukaa na watu walio na Sabato yake.
Hataki watu wanaopigana vita kivyao, anataka watu wanaopigana vitu kivyake. Nimeona inatokezea kule niko ya kwamba ni Sabato leo. Tumekuja kanisa. Na kwa sababu makanisa yetu yote matano yale tuko nayo, in fact yako town except one. Hata hiyo nyingine haiko ndani sana. You can walk to town. Makanisa yale tuko nayo ni matano hapo district ya Meru Central. Alafu naona mtu amekuja, ulikuja tu bila kujipanga. Na imefika saa 7. Unachukua watoto, unatokezea. Na kanisani kumepikwa, lakini kwa sababu kumepikwa mshele na maharagwe. Na hiyo unauliza watu register. Nani aliwaambia hii ni chakula sana? Maana kila mahali nimeenda kama kanisa linapika, hakuna chakula kingine, ni mchele. Na mlisoma katika roho unabii gani? Nani aliketi chini? Maana sioni kiongozi yote aliyesema lunch ya kila Sabato ambao kanisa linapika pamoja should be maharagwe na mlitoa wapi? By the way, from Meru to here, ile kanisa wote nimeingia, hiyo ndio inapikwa. Usidanganye Sabato nilikuwa hapa. I was here last Sabato. Usidanganye I was here. So I know wewe na mume wako ni sawa. Kwa hiyo huwezi nidanganya, huwezi. Tulitoa hiyo wapi? Hiyo Meru tulikuwa na nani? Na kwa sababu kuna mtu hataki mtoto wake kula hiyo vitu. Anatoka Sabato, sisemi mbadilishe, akitaka kukula akule, akishindwa afanye nini? Akae. Lakini sasa wewe sikiza, maana unataka mtoto wako akule vizuri, unachomoka naye Sabato mpaka kwa hoteli. Unamwagizia chips, kawaida mtoto ukimuuliza nikuitishia nini chips? Kabla hujamwambia kitu kingine anasema chips. Ndio hivyo. Watoto wote ni sawa. Chips. Swali. Mko kwa hoteli Sabato, mnakula nini? Mungu amesema siku ya Sabato usiuze ama hiyo chakula ni ya kwako ama ni ya kununua? Ya kununua. Sabato iko ama imeenda? Imevunjika. Mlitoa wapi Sabato ya kununua? Hiyo ndio swali. Ilitoka wapi? Hebu niulize nyinyi ambao mmebarikiwa na magari. Na hata tumebarikiwa na boda, hata boda ni ngapi jamani? Msitudharau. Wewe tunakimbia pia. Bwana asifiwe. Nyinyi mlio na magari, nani alisema siku ya Sabato ni ya kufua magari na pikipiki? Sio. Nani alisema Sabato ni kufua magari na pikipiki? Kwani Friday ni ya nini? Kwa nini Friday iitwa preparation day? It is to prepare what? Why are you not prepared for the Sabbath? Hii ni Sabato asubuhi, unapitia filling station, niwekea 2000. Unanunua siku ya Sabato. Unanunua. Na hiyo Sabato si ya Mungu, ni yako. Unataka uokolewe na sheria zako. Si sahihi. Kama ina mafuta kuja mguu. Kabisa. Kama ulisahau kuweka mafuta, funga hiyo gari. Kuja mguu au kuzaliwa na gari, umepewa gari kwa mkubwa. Kuja mguu, kuja mpaka hapa. Kabisa. Baada ya kusema wacha nikimbie pale kwa sisi pale juu, ni follow gari nienda kanisa. Leave it. It is Sabbath. Ni Sabato. Watu wa Mungu ikifika kwenda mbinguni hakuna bageni. Mungu anatuokoa kwa staili yake. We are not going to be saved or to get saved in our own styles. It is God who knows how to save his people. Ours is to comply with him and then tupate wokovu. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Amen. Yaani unajua niliwaambia Meru tuna soko kubwa inaitwa Kakoromone. Wapi ile rafiki yangu anajua? Kakoromone aliishi huko. Kakoromone. Inaitwa Kakoromone. The biggest, in fact iko na historia ni kubwa sana hiyo soko. Kakoromone. Na nikawaambia washiriki wengi wa district yangu wako kwa hiyo soko. Wafanya biashara tu. Wazuri tu. Lakini hebu nikwambie, wewe ulienda Kakoromone, unajua Kakoromone si kwa hivyo si wewe. Ulienda Kakoromone, ukauza ukasahau na Sabato. Saa 12 jioni bado umetandika. Na hujatandika kitu ya maana, ni avocado 5 na mandizi 6. Sasa inakuwa hiyo ni stoka ya wapi? Yaani uko hapo ukikauka na avocado 5. Mpaka Sabato inakukuta. Au sasa ni mbio kitambo ufike kwako giza limefika. Wewe mwenyewe nyumbani au hata na makaa ya kupika. Unapita ukinunua. Hiyo ni Sabato kweli? Ni Sabato hii? Na wakati tunakuja hapa kanisani Sabato, unaona mtu anasema wasafiri wa mbinguni Maranatha. Jesus. Kwani ujibu washiriki wasafiri wa mbinguni Maranatha? Jesus. Shemo ni huyu. Anakuja kupeleka wapi? Anataka kupeleka wapi? Aendani na wakora. Wakora wote watabaki hapa.
na watabaki wakiwa hai. Vile anatuambia atakapokuja wenye dhambi wote watakufa. Watakatifu pekee yake ndio watakaouzwa mwili waende wapi? Kwa hivyo wakora hakuna mahali wanabaki. Wanabaki mauti. Na Yesu anataka kumaliza ukora ndani yetu watu wa Mungu. Ninasema Yesu anataka kumaliza ukora ndani yetu watu wa Mungu. Yes, ndio sababu anatuzungumzia. Angetaka tukutane na yeye. Sasa sikiza. Sauli anataka kupigana vita kivyake. Lakini sasa sikiza. Waliposhinda hiyo vita. Washangilie, maana Sauli hajawahi kuwa na ushindi mkubwa kama huo. Mkubwa. Kumbuka Sauli hapo mbeleni alipigana na mataifa yote akishinda. Hajashindwa, in fact hakuishindwa. Sasa amepata ushindi extraordinary ulio na Mungu. Unafikiri kivuli kimepanda namna gani? Akapandisha kivuli na wimbo ukaanza. Wakaimba wanajeshi wakienda mbinguni. Si mbinguni. Wakienda nyumbani. Wakaimba. Lakini sikiza. Wanapoimba hivyo. Nataka usome mstari huu. Nataka usome mstari wa 10. Wanapoimba hivyo, mstari wa 10. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, ikisema aje? Najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Ya kwamba Mungu ana regret. Kwa nini aliteua nani? Yaani unaimba, unashangilia. Ndivyo inakuaga. Wakati tumeketi kanisani tukiimba nyimbo hapa, na wanaoimba wote piku inapoangalia, my friend, wote ni waasi. Mungu anajuta kwa nini uwe kanisani mwake. Nikuulize swali, ni mara ngapi Mungu amejuta? Why are you in his church? Maana wewe ndio umekuwa kikwazo hata kwa watu walio mataifa. Mungu anauliza kwa nini ukutana na crusade? Mbona ukapitia pale? Mbona ukapita annex? Ukakuta crusade. Siku hiyo uliamini ukaingia, ndio hasara kubwa kwa kanisa. Maana wewe mwenyewe mtaa unaoishi, wewe ni mkora kuliko wote. Watu wao wanachangaa wasabato wako kama huyu. Mungu anajuta kwa nini uko kanisani mwake. Anajuta. Kwa nini? Heri usingekuwa. Kwa sababu wengine wangeona mlango, lakini wewe umekuwa kikwazo. Wewe ndiye watu wakishota maji wakati maji imepotea. Ukikuta mtu ameweka mtungi, unatoa. Akija kukuambia usitoe yangu, mnashikana na wewe mshiriki. Mnapigania maji. Mnashikana. Karabaya mtaa. Na wewe mshiriki. Mnapigana Monday, mnapigana Tuesday, Wednesday, Thursday. Sabato unavaa smart unakuja kanisa kaa kwako. Maana hakuna kanisa kama hili. Wale mlipigana nao wanapokuona umebeba Biblia. Na unajua vile unaibebaka vizuri. Hata utaki kuweka kwa juara isije kabishwa. Tena unaibebaka ikiwa in 3 pieces. Unavaa suit ya 3 pieces. Unabeba Biblia, wimbo na lesson. Aya ya 3 pieces. Ili uonekane mshiriki na mangapi? Lakini Mungu anasema anajuta. Anajuta. Wewe ambao una mpango wa siri. Wewe ambao una mpango wa siri. Mimi sijalenga mtu, nimelenga sakafu. Wewe una mpango wa siri mahali. Wewe, wacha nikwambie. Wakikuyu wanasema kishaka kina macho na masikio. Yaani msitu uona. Hata kama uone mtu, kuna kama msitu na kana kuona. Unaonangwa ukishomoka. Wewe. Alafu ukija hapa, wewe ndiwe number 1 katika pulpit ya kanisa. Mungu anasema anajuta unafanya nini katika kanisa lake. Anajuta. Inawezekana unafanya Mungu ajute. Lakini our God is God of second chance. Amen. Hallelujah. Bado ana nafasi ya kukuokoa. Ukiwa utakubali, ana nafasi ya kufanya nini? There is hope. Utaokolewa. Lakini ukubali. Sauli wakaimba wakiendelea. Nataka usome, nataka sasa uendelee. Soma 11 ili tusikie sauti ya Mungu. Hatuwezi acha. Najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Maana amerudi nyuma asinifuate. Amerudi nyuma asifanye nini? Asinifuate. Wala kufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. The whole night Samueli alikuwa amekesha. Anakesha kwa jambazi. Enyewe inayofanya akeshe iko kwa sherehe zake. Na kumbe katika sherehe zake kwa nabii ni kilio. Kwa nabii ni kilio.
asubuhi na mapema, mstari wa 13 inasema nini? Soma 12. Samueli akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka, akapita, akatelemkia Gilgali. Unajua vile ndio mambo ya kuchekesha. Hata baada ya kufanya ukurutu huu wote, you can make a monument ya kukumbuka siku uliasi. Na unadhani ni siku uliyoshinda. Akajitengenezea monument ya kwamba aonyeshe siku ambayo alipata ushindi wa pekee, lakini kumbe ndio siku alianguka. Hiyo siku ndio alianguka. It is possible. Hata na wewe na mimi tukapitia hiyo njia. Sauli ameenda akatengeneza monument, anajitengenezea ukumbusho. Huku ameasi namba ngapi? Namba 1. Na ndipo walipokutana 13. Samueli akamwendea Sauli. Naye Sauli akamwambia, ngoja usiibe. Hata kama hivyo kidogo. Walipokutana hata hakuacha nabii aongee. Nani anaongea mbele? Anaambia Samueli aje sijana? Ubarikiwe na Bwana. Salamu za upusi. Unajua kuna salamu za madharau. Na ndio washiriki tumezoea kusalimiana. Hizo salamu za madharau. Yaani jana mliketi mahali, muka mtafuna fulani, muka mtafuna kumaliza. Unaona hata nyinyi kumaliza. Muka mumaliza hata ajuaje mume wake kama ameoga. Ukikutana na mume wake uduka. Wewe. Muka mumaliza mama wa bure, wacha mkutane. Na kuambia mama fulani, haleluya. Alafu unampiga na kifua, hii ni kama kumwambia ufe na uangamie. Umemlaani tayari. Salamu zingine za upusi kama hizo za Samueli, za Sauli. Anasalimia mtu wa Mungu, ubarikiwe, nimeifanya kazi ya. Hapo sikia amemwambia hebu hiyo fungu. Ubarikiwe na Bwana. Nimeitimiza amri ya Bwana. Ameitimiza amri ya nani? Hata na wewe na ukuwepo ametimiza, na huko kwa kusoma tu ametimiza. Sivyo ndio tunafurahia wakati tumevunja sabato, tukakula saka, tukaharibu mipango ya Mungu yote, alafu sisi ndio tunajiita wana na binti za mfalme. Mfalme huyu ambaye uliasi, yeye unajiita wake. Uliasi tamani. Lakini unajiita mwana na binti wa nani? Sauli anasema nimetimiza kazi ya nani? Don't be bright. Ambia Mungu akufungue macho uone ni wapi umeasi. Usiwe kipofu. Ndipo Samueli aliposikia hii. Uliwahi sikia vitu? Unajua baba yangu alinidanganya kama ni kweli ama madaktari wataniambia. Lakini kwa my friend mimi. Baba yangu alikuwa anasema akasikia nyoka za tumbo zinakimbia. Kuna nyoka kwa tumbo? Baba yangu alikuwa ananiambia, akaniambia neno likaniuma, nyoka wakakimbia ndani ya tumbo. Nyoka wanakimbia wapi kwa tumbo? Sasa sijuani kama kuna nyoka. Yaani unasikia tumbo inataka kuguruma. Kwa maana vile mtu ameongea na kile kimetendeka ni vitu viwili nini? Samueli hapo analingilia kumuuliza swali rahisi. Akamuuliza aje soma? Samueli akasema, maana yake nini? Basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia. Mlikuwa umeambiwa uwe kondoo ng'ombe. Na ninasikia wakilia katikati ya jeshi. Nataka Sauli, tafadhali can you tell me kama kulingana na mimi kama ulienda kupigana na wanajeshi na mkirudi wakageuka wakakuwa ng'ombe na mbuzi wenyewe ndio wanalia huko katikati. Ama ni sauti ya nini hiyo? Ikiwa kwani umefanya kama vile Mungu alisema na Mungu alikuwa amesema uwe wote, hiyo sauti ninasikia huko ni gani? Maana sikuelewi. Maana umeniambia umefanya kazi ya Bwana na mimi nasikia ng'ombe na kondoo wakifanya nini? Wakilia. Kuniambia maana yake. Na unajua kama vile maana Sauli alikuwa mtoto wa Adam kama vile na wewe na Hawa. Badala ya kukubali makosa akatumia lugha. Sikia statement vile inaanza. Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Wamaleki. Wacha kuimba. Soma neno la kwanza. Sauli akasema, soma neno. Wamewaleta. Wamefanya nini? Wamewaleta. Nani wameleta? Nani ameleta? Unasikia jina? Sio kama vile Adam. Ulikula ile matunda nilikwambia usikule. Yule mwanamke ameuliza hivyo. Unajibu swali. Unajua hata watu wengine kama tulianguka mtihani, si kama tulikuwa wajinga hatukusikiza swali ama kusoma swali vizuri. Maana kama ungesoma swali vizuri ilikuwa rahisi, but au kusoma swali usikize. Ameulizwa
Swali. Hao ng'ombe wanafanya nini? Akasema hakuulizwa nani ameleta. Hakuulizwa nani ameleta. Na ili ajiondolee lawama ni askari walifanya nini? Swali ni hili. Hebu nikuulize swali kama ingekuwa amuulize swali lingine. Let me ask you and your servants. Who is the commander? Who is the commander? How did they do it without your consent? Hiyo ndio swali. Walifanyaje? You are the commander na wakabeba. Na wewe mwenyewe ndio uliambiwa, hawakuweka ukiambiwa uwe. Wewe ndio uliambiwa uwe wao na ukaona wakibeba. How comes? Lakini Samueli hakutaka hiyo mabishano yote. Nataka kumalizia kwa kusema hivi. Samueli ilibidi arudie the story mahali ilianza. Na usikiza vile anairudia. Nataka usome 16. Anairudia story tena. Anasema hivi. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja. Nami nitakwambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Na kabla hajamwambia akarudia statement hii. Soma 17. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila ya Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. How dare you so? Ukasahau hata aliyekuteua akakutoa kwa baba zako. You was nothing but he made you a king. Kwa sababu hiyo tu hata ungempa respect. Kwa hiyo unajua anafanya nini? Anajaribu kufanya Sauli come back to his senses. Agundue makosa ya nani? Still God is seeking for his servant. God will never be tired kukutafuta until you seal your destiny. Yes. Mungu hatachoka kukutafuta. Ni wewe mwenyewe utajifungia mlango wa rehema mwenyewe. Lakini mbingu inatafuta kukuokoa. Bado Mungu anatafuta nani? Sauli bado anamtafuta. Na ili usikie anamtafuta, sikiza mstari unaofuata. Soma 18. Biblia inasema, kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, sasa sikiza irudiwe. Nenda ukawaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi hukuitii sauti ya Bwana? Hata kama ungekuwa mjinga kiasi gani, usikie hiyo kitu. Sema na kweli tumekosa. Wewe soja, kill them, uwa. Unajua ingemalizikia hapo. Akasema nimegundua makosa yangu. Askari, my command. Wewe hao hapo, angalia mniletee kisu hapa. Vita vingeishia pale. Na shida yote ingeishia wapi? Lakini sikiza huyu mzee anaendelea kusema nini? Endelea. 19. Mbona basi hukuitii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Endelea. Sauli akamwambia Samueli, akamwambia hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana. Sauli, yani aitwe kondoo ama mbuzi? Yani bado una insist you did according to the will of God. Wakati umeonyeshwa wazi what you did sio vile Mungu alivyotaka. Unatakaje Sauli? Mtu wa Mungu uliyeketi hapa, unataka Mungu anene nini? Unataka afanye nini hajafanya? Ili uone unastahili kujikabidhi mikononi mwake, unataka afanye nini? Ni nini alikuwa aseme hajasema? The whole week ameongea. Na huko mbeleni aliongea. Sasa nikuulize swali. Bado una insist you are supposed to be the way you are. You don't need any change. You still insist. Unataka Mungu afanye nini? You have an opportunity, but what you are not doing is what? You are not maximizing. You are not maximizing it. But the opportunity is with you. So had the whole opportunity. Whole opportunity. Anatafutwa mpaka na nabii kwa vita. Ili amwambie tafadhali, you have only this chance. You have only this chance. Can you rectify? Can you remember? Can you recall your sins? Watu wa Mungu, tunaongea habari ya Saul.
but we are more worse than Saul. I can tell you this. We are more worse than who? Than Saul. Sasa ilibidi sasa hukumu itangazwe, na hiki tangazo kimaliza mahubiri. Sasa nataka kusomea mstari wa 22. Biblia inasema, naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa? Ngoja rudi 21 ili tuje 22. Ila watu waliteka nyara. Sasa bado anasema nani aliteka nyara? Watu. Hajakubali makosa ni yake. Wewe ambaye makosa hujawahi kubali makosa, unamchaka kwa watu. Shida ulio nayo ni hii. Kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana. Sikia uongo. Uongo. In fact wakiviteka hawakuwa wanaangalia kafara. Kila mmoja alitaka kupeleka hiyo mnono kwake. Ili wakati wa kutoa kafara atoe ile imepona, aache na hiyo mnono. It was to save theirs. Ilikuwa ya kuokoa yao. Mwanadamu anafikiria Mungu anakuanga mjinga. Mungu hajaikuwa mjinga Mungu. Kama Mungu ni mjinga ulitoa wapi hekima na yeye alisupply kwako? Nataka kujiuliza nani alisupply hekima kwako? Alafu namuita mjinga. Mungu hajawahi. Lakini sisi humfanya mjinga. Wakati unaendaga hadi kwa sababu kuna giza. Hakuna mtu anakuona. Unaingia kwa nyumba fulani, unafanya vituko vyako. Nikuulize swali. Mungu anahitaji stima ili aone? Maisha ya Mungu anahitaji stima. Kwa hivyo unakuwa unaita Mungu nani? Mjinga. Kwamba hawezi ona kukiwa na giza. Tunatoka hapa maana umeajiriwa Nairobi. Umetoka Eldoret. Sasa ukiwa Nairobi you are very free. You can do whatever you want. Unaweza kuwa hata na kanyumba kingine kakando. Maana Mungu anaona Nairobi anaona Eldoret. Acha ujinga. Mungu anakaa kila mahali. He is omnipresent. He is always everywhere. Anytime. There is no amount of darkness inaweza kumzuia kuona kitu. Hakuna mlima kwa urefu unaweza kumzuia kuona ng'ambo ile nyingine. Milima inayokuzuia wewe kuona ng'ambo ile nyingine, kwa Mungu hiyo inakuwa la kioo, ni transparent, anaona kila kitu. Nafanya kama Sauli, kufanya Mungu mjinga. God is not a fool. Unakuja kumwambia hapa ulikuwa unakuja nazo mtolea, na kumbe ulikuwa upeleke kwako. Mungu anaona. Mungu anaona ulikuwa upeleke kwako. Nasema hapa Mungu anaona. Hata hii nimepakisha. Mungu anaona, wacha nisitoe wakati huu, nitatoa next time. Mungu ni uongo, utatoa. Nani aliwahi kukataa kutoa akatoa tena? Ulipokataa kutoa, ulitoa tena? Uniambie nikuogope kabisa. Maana mimi ni mwanadamu kama wewe. Siku ulipokataa kutoa, ukabakisha ukasema utanipa siku hiyo nyingine au kuwaipa. Baba leo. Na Mungu alijua uwezi lipa. Alijua. Ndiye alitaka wakati alikupea kutoa hapo uondoke pale. Lakini wewe ulitoa kidogo ukasema hii nyingine nitatoa wakati mwingine. Hakuna utawaitoa. Utawaita. Unafikiria Mungu ajui anaposema utoa? Anajua kwamba utawaitoa. Hata Mungu acha tumshukuru Mungu kama Mungu. Sasa ilipofika hapo ndipo akamuuliza hivi sasa. Twende sasa. Naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuingiza uti ya Bwana? Ndio. Angalia. Kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Already judgment imetangazwa. Hata kama ataanza kumwambia, tayari inamaanisha now somewhere. So hata upembelezwe kiasi gani, you are not ready for salvation. You are not ready. Hauko tayari tena. Na inafaa tukiteremka maana sasa kuona mbele. Hukumu ikaanza kutangazwa sasa. Anapiga kulia rais wake kwa spirit. Lakini sikiza, kuna neno amesema. Amemwambia, hebu rudia huo mstari unaanzia 22. Rudia 22. Soma 23. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Sikiza hiyo tu. Kuasi ni kama dhambi ya nini? Ya uchawi. Sasa nauliza swali nikimaliza. Chifu wa kwenu akiita mkutano, wacha chifu hapa, chifu wa mara nyingi hawajulikanaji sana, unaelewa? Sasa kule kwenu nyumbani, kule kwenu umeko kwenu, chifu wa kwenu anaita mkutano, aseme kesho nina mkutano katika shule moja hapa ile shule iko pale Mobilona, hapa na Malaysia, hapa ndio tutakutana. Tunasikia ni wapi? Pale Mobilona, pale Malaysia, hapo. Hapo ndipo mkutano utakuwa. Na mkutano members
wake ni washawi wote, mkuje. Swali. Wale wapi? Hiyo huko niko kweli. Utaenda hiyo mkutano? Kwa nini? Kwa nini? I can tell you for free, hiyo mkutano ni yako. Kwa sababu nimesema dhambi ya ukaidi ni sawa na uchawi na wewe mkaidi. Kwa hiyo mkutano ni yako. Kwa nini somo Biblia sikia inasema inalinganisha uchawi na nini? Na ukaidi, yaani kukataa kufanya mapenzi ya Mungu. Na wewe hakuna wakati umewaifanya. Kwa hiyo mkutano wa washawi ni wa nani? Ukikosa unastahili chifu akunyang'anye busi, ile chief act ya zamani. Maana wewe ndio uliyeitwa na ukwenda wapi? Watu wa Mungu. Tunalinganishwa mpaka na wachawi. Swali langu ni uko tayari kusikia sauti ya Bwana ama unataka kuendelea kuwa kama Sauli? Unataka kusikiza sauti ya Bwana na urekebishe ama unataka kubaki kuwa kama Sauli? Mwanaume mmoja siku moja alikuwa amesoma na akafanya kosi yenyewe ilikuwa ya hoteli. Na huyu jamaa alijua kupika na akasoma na akapata diploma. Shida iliingia alipotafuta kazi akakosa. Akaitafuta kazi kwa muda ikakosa. Mwanaume akatembea, viatu ikaisha soli akitafuta kazi. Akatembea, nguo zikaisha. Watoto wakafukuzwa shule. Mwanaume akamaliza koti alizokuwa nazo bado akitafuta kazi. Akaishiwa na koti, zikaisha mabega. Na ni zile koti za zamani zilizokuwa zinawekwa manyoya ya kuku kwa wale wazee wa zamani. Badala ya hii kitu imekuja siku hizi ya kuwekwa, zilikuwa zinawekwa manyoya ya kuku. Kwa hivyo ikiisha, mtu anatembea manyoya imeangalia juu kana kwamba angegeuka kuwa kuku, mabega, mwili wa mtu. Hivyo. Ya kwamba akikaa vibaya, ndege watakuja kwake watoe vitu vya kujenga kiota. Na ni kwa nguo ya mtu. Mama akaweka malinda kiraka. Mama akaweka linda nini? Wanaume, mama akaweka linda nini? Kiraka. Ukitaka kujua umaskini umetembea kwa boma, utakapokuta mama ameweka nguo kiraka, hiyo familia inahitaji maombi mengi. Maana katika watu, mtu wa mwisho kumaliza nguo anakuwa mama. Kwa nini? Wanaume mlio hapa nyinyi mashahidi. Ili ununue suti mbili, mama alikuwa na ngapi? Tuongee ukweli. Ili ununue suti ya pili, mama alikuwa na malinda ngapi? Nyingi. 5 ama 10. Kwa hivyo mama amalize nguo, wa mwanaume na watoto wako wapi? Tumeishi. Maana mama kila mwezi ni karibu kuna nguo, sio kama kuna uwezo. Maana anapita kila style na kila style mnapenda kuvaa. Wanaume sisi tulidanganywa hakuna style. Nikudanganywa atikoti ya vifungo vitatu ama viwili. Hiyo ni fashion ama ni kupunguza viatu. Kupunguza vifungo ama ni fashion? Ni kufunga. Alafu tunaambiwa ni the same material, alafu unadanganywa atikoti ifungwa hivi, ati ni fashion. Hakuna. Ni ile koti umevaa. Kwa hiyo sisi tunaangalia vijana hivi ujinga tunakaa na ile tuko nayo. Sina kile tunafanya. Lakini mama anakuta mkono mfupi, mkono mrefu, hiyo ni lila. Anakuta ingine imeinuka nyuma, iko ni ndefu mbele, ananunua. Yako mwanaume iliinuka nini? Ili ununue. Yako koti ni ile ile. Kwa hivyo ukisikia mama amemaliza nguo, mwanaume anatembea uchi. Wewe ndio ukweli wa mama. So mwanaume mpaka mama akaishiwa. Siku moja akipita kukata hadi ndefu fupi, akakuta mahali kwa ukuta kumeandikwa nafasi ya kazi. Na penyewe ni kwa hoteli. Akajua leo Mungu amekuja na ametumana. Job kwa mwenyewe alikuwa katika kutafuta. Ile sasa ile makaratasi yako nayo yenyewe mkono ili swati. Nimeona mmeweka kazi hapa, nimekuja kwa apply kazi. Wakamuondokea. Huyo kazi. Maana anafanana na mwenda wazimu. Na mwenyewe hana nini? Hana wazimu. Akauliza utawe kazi gani wewe unajua? Akasema ninaweza kuonyesha makaratasi yangu. Akatoa yenyewe imezeeka, lakini walipoangalia wakaona yenyewe mwanaume amesoma. Mwanaume amefanya nini? Sasa akasema jamaa huyu anaonekana amesoma. Akaanza kuweka
matumaini. Lakini huko Kishen mtu mmoja akasema, wewe watu wale walikuwa wanatafuta walitosha jana, hakuna mwingine anatafuta. Matumaini yameisha na hajaisha. Lakini mwingine akatoka nje aliyekuwa amepeleka chakula mahali, akasema kumebaki mmoja. Ulibaki mmoja. Naye kazi yake ni kuchinja kuku. Hiyo tu ilibaki. Imebaki kazi moja, na ya kuchinja nini? Akaulizwa na yule aliyekuwa kwa manager, utaweza hiyo? Hiyo ninaweza. Mmoja akamwambia mwanaume, acha kuitika haya. Hiyo hoteli si ya kuku mbili. Hiyo hoteli kwa siku tunauzaka kuku moja, kuku 100. Are you able? Na zinakuwa tayari by 6. Kwa hiyo you have to report here saa 9 ya usiku, saa 10 ya usiku, by 6 hizo kuku zote zimekuwa. Akasema ninaweza. Mwenyewe mwanaume anaposema anaweza, hajaishinda hata ile na data, ajui. Lakini kwa sababu ya shida ninaweza. Wacha kiharibikane nikiwa ndani, lakini ninaweza. Wacha wanikiwa ndani, wanikuta nimewapatia hata matumbo sijatoa, wanivute, lakini tayari nilikuwa nimepata nini? Nimepata kazi. Siwezi kumbia kurudi nyumbani hivi. So mwanaume akaambiwa, then you can report here kesho saa 10. Mwanaume akaenda akaambia mama, Mungu amekutana nami. We have a job, nina job. Hii nguo unavaa, utavaa tena maana Mungu yuko. Asubuhi mwanaume alifika saa 9 akasimama kwa geti ya hoteli. Aliyakuwa saa 10, amekuja saa ngapi? Hiyo wasigeuke. Ni wapi? Saa 9 hapo. Walipokuja alafu nilikuja ingia. Akaambiwa kuku anakaa hapa. Akaonyeshwa chumba cha kuku. Wengi tu. Na akaambiwa hapa, akaanza wapi kisu? Akaanza ati kisu. Hapa hawakatangwi na kisu. Ukikata na kisu wataisha nini? Akapatiwa panga nyingine imetengenezwa kwa kutoka kwa ile msumeno ya kupasua mbao. Unaiona? Inakaa ina stahili yaani kitu. Maana ni kukata. Hakuna hivi kuku 100 na zinatakiwa by 2 hours. Akaambiwa ndio hiyo ndio inakata. Alafu kuna kimiti kikubwa kishina cha mti hapo. Hicho. Kile kitu ni kukata, ni kuwekelea na kukata. Akaambiwa sasa kazi ni hiyo na maji yako pale, maji ni pale nimekuwekelea kwa jiko, anasemuka. Kazi yako ni moja tu. Kata kichwa, toa manyoya, toa vitu vya tumbo, ucha huko. Kuweka pieces hautajua zinaweka kwa pieces na size kwa sababu ni ya biashara. Hiyo si wewe. Mwanaume akatoa koti. Wewe unaona niko tayari natolewa, si afadhali afanye naye. Naona niko tayari natolewa. Akatoa kwenda kuweka kwa kikingi, enyewe imeisha ikateremka mpaka chini. Maana hakuna kitu ya kushikilia. Hakuna enyewe ya kushikilia. Akarudisha tena akaendelea. Mwanaume akakata kuku vishwa. Akakata 100. Alipomaliza kutoa manyoya na kukata miguu, akachukua mwingine juu 101 akakata. Akasema kwani ni 100 tunaikiweka wanduani. Na akasema hii moja ni ya kwenda kumwaga jasho. Hii itakuliwa kwangu. Itakuliwa barani kwangu. Hiyo akatoa manyoya, akamaliza akaiweka kwa juara, kwa karatasi ya leo. Hiyo ni ya kwake. Akachukua ile koti akaweka kwa mabega kama mwanaume ametoka kazi na kuku wake. Alipofika kwa mlango, akakutana na yule anaoshaga vyombo. Kwa kuosha vyombo anaingia sisi. Akamuuliza, "This gentleman, wewe ndio nisio unajua na unaenda wapi?" Tunaenda wapi? Mimi nafanya kazi ya elimu. Mimi si wa kukaa hapa nikioga na maji kama shura. Nimemaliza yangu. Sikia malingo, nani mtu ameajiriwa siku moja. Mimi nimeenda nyumbani, baki uogelee na maji hapa. Anambia akaangalia, unajua kuku ambaye amekatwa miguu na kichwa akiwa kwa pepa zile za zamani zilikuwa zinaitwa marugoro. Unaziona? Marugoro. Unakumbuka marugoro ya green na nini? Lazima uone kakishwa mkia na tumkuvi jamaa akajua hapa kuna kuku. Akamuuliza, hata kama unaenda nyumbani, hii ni nini kwamba wewe sasa? Nyamaza nini? Sinyamazi. Umebeba kuku? Yaani nimejua siku yangu nimebeba kuku. Sasa si nyamaza. Akamwambia kama unataka ninyamaze, turudi tukaosha vyombo. Turudi. Mwanaume akajikunja pole wakarudi. Walipofika akamwambia sasa sikiza. Tunafanya agreement. Ili nisiseme hapa sitaishi peke yangu. Kuna wewe. Na ili ujue vile zinaoshwa, hakuna training ya kuosha vyombo. Sasa fanya hivi. Chukua hiyo maji. Sasa huyu jamaa amekuwa boss. Chukua hiyo maji. Sabuni ndio hiyo. Na kitu cha kuchukua vyombo ndio hiyo. Sikia? Uendelee. Huyu jamaa akachukua kiti kingine anachukua yenyewe imevutika mguu mmoja na miguu tatu. Ndio kwa fence
akakalia amekuwa boss. Hapo akachukua gazeti ya last year akaanza kusoma, amekuwa boss. Sababu amepata kufanya kazi. Continue doing sin and Satan will become your boss. Atakutesa vya kutosha. Umeshukua kuku, sasa wewe ni mtumwa. Maana ulifanya dhambi, shetani ni bosi wako. Cheza na wao vile unacheza. Jamaa aliota vyombo ikafika saa 4. Saa 4 kulingana na sheria ya hoteli. Kule nyuma kunatoka only one glass ya chai. Maana mtu anakala mmoja mmoja kwa sababu. So ikakuja glass ngapi? So unaona nani akikunywa? Hata naye angalia hiyo nani anakunywa chai? Huyu jamaa anakunywa kitu na alitoka saa 9 akakunywa. Ikafika saa 7, sheria ni saa 1 kule nyuma. Nani atakula? Utumwa. Utumwa kwa sababu ya dhambi. Utumwa unaokuangamiza. Kwa Mungu, God would like to set us free. But we are not ready. Amejitia katika utumwa kwa sababu ya dhambi. Huyu jamaa akaendelea. Alipoenda nyumbani, mama akamuuliza, "Si ulikuwa ripoti hapa saa kitu kama saa 1, mara niambia unamaliza kazi 6. Kwani leo umepata overtime?" Mwanaume akasema, na akaenda bedroom. Wanapokuwa mama ni wapi sisi? Atakapokuja mzee, umuulize swali, usikia ameitikia ndani na aende bedroom, mfuate haraka, kuna shida, mfuate. Wanaume wataka kelele nyingi. Usikia unamuuliza, "Kwani umepata overtime?" Na aende bedroom. Please, fuata huyu mtu, kuna shida, kuna shida. Mama hakufuata yeye. Sasa amekaa kufurahi watapata overtime? Watani. Hakwenda kwa kumbe mzee ameenda kuomboleza kwa kitanda. Ameenda kuomboleza. Na kuku wenyewe amekuja naye. Sasa mama baada ya kuendelea kushughulika kuona ni nini shida na mzee akashughulikia na akafurahia hapa na kutengeneza kuku. Akaenda kisha. Akaikanga vizuri. Alafu akaita mwanaume aje hapo. Mwanaume hata atoki kwa kitanda. Zile stress yako nazo. Hazijayo. Anauma hiyo kuku, akikumbuka vile hii kuku imemweka kwa machaka. Wewe unaona ikienda wapi? Akikumbuka vile hii kuku imemletea matatizo. Wewe unaona akimeza vizuri. Sasa baadaye ienda kwa tumbo, in fact inaenda vibaya. Na baada ya mwezi mmoja mwanaume akakonda, maana hakuna chai. Na hii tume nayo haina huruma, shetani hana huruma na wewe. Atakapoamua kukupunish, he will punish you heroin. Takufanyia madharau ya kila aina. Baada ya wana akapewa mshahara. Mshahara kumbuka alikuwa ameambia kumbuka wake ni ngapi. So mke anangojea mshahara iliyo na overtime. Ilikuja the exact. Haina hata nguvu juu kwani overtime itoka wapi? Huyu jamaa anamlipa. Kwa hivyo boss alitoa the exact money. Alipoenda akapea mama. Huyu mwanaume alikuwa mzuri kuliko alicheza tulia hapa. Ni nini ulitoa pesa ukapelekea mama? Anaume bwana asifiwe. Alikuwa ameanza kuniangalia vibaya. Ninajua. Ni nini ulipewa pesa ukapelekea mama kumwambia ndio nimepata? Wewe sio ile trip ambayo mnakaa hivi mkiongea na mama. Na asimu ni shari zake. Anaje shari zake. Asimu ni shari. Wananiambia baba mgoni, si tupatie pesa ya chakula. Pesa ya chakula hiyo. Siwezi toa tukiwa tunaangalia na asione ile iko. Hivyo ndio tulivyo kama sivyo. Hata mkinyamaza. Kwani mnakaa mbinguni, tunakaa hapa duniani. Huyu mwanaume alikuwa ameokoka, yeye alikuja na yote akaweka kwa meza. Mama kuhesabu hakuna hata ndugu ya watai, akashindwa. Kwani kumeendaje? Hakuna kitu juu. Akamuuliza my friend, kuja baba fulani. Si uliniambia unafanya watai mwezi mzima? Yaani watai ya mwezi mzima umepata wapi pesa nyingine? Mzee akanyamaza. Yaani mzee anakuuliza ukonda hivi umekonda? Ona vile umekonda? Na hakuna pesa ya watai? Abana niambie. Akamwambia haki mama fulani. Naomba tu nikwambie ukweli. Sasa unafikia mama akiambiwa hivyo, alitazamia ambiwe kuna mpango wa kando. Hakuna mpango wa kando ilikuwa. Akaambiwa, unaona siku ile nilikuja ya kwanza nilikuja na nini? Mama akasema zile kuku. Ulifika ile kuku? Tulikula. Ndio imenimaliza hivi. Sasa mama akauliza, akamuuliza, tulikula wewe na watoto. Wewe ndiye iliharibikia peke yake, maana anafikiria iliharibu tumbo, akaanza kuendesha. Akamwambia, tulikula sisi na watoto. Ni wewe tu iliharibikia. Akamwambia nini? Aje?
hivyo unaona. Sikia. Mama akamwambia, "Hebu niambie mambo vizuri." Akamwambia, "Sasa sikiza." Siku hiyo akampa kisa chote. Akamwambia, "Na nimefanya uko hivi. So very soon I'm going to lose a husband. In the name of money." Hiyo pesa ikae. Sikia. Hiyo pesa yako shika. Akamrudishia. Nipatie 300. Akasema shilingi 300 akapea mama. Mama akapitia kwa mahindi kama hii. Akaenda kwa jirani. Akanunua jogoo wa 300. Zamani hizo jogoo wa 300 hangebebwa na kijana wa Ikai. Si mnajua hivi? Hakuna jogoo alikuwa 500, mlimuona wapi siku hizo? Hakuna. Hakuna jogoo wa 300 my friend, kuinua ilikuwa ngumu. Akaja naye jogoo mkubwa. Akamwambia, "Sikiza wewe. Shika huko. Nataka kesho uende naye kazini. Urudishie mwenyewe kuku yake. Umwambie tulikula kuku yake na umeamua kurudisha. Sikia, akikuvuta ukuje, you still remain my husband. Akikubali kukudumisha kazini, it's okay. Lakini siwezi kukubali kuruse husband kwa sababu ya hii. Shika." Mama akaenda. Asubuhi mzee akachukua kuku mpaka kazini. Akachinja kuku 100. Alipomaliza akachukua yule yule alitoa na mama. Mpaka kwa director. Uzuri director alijenga katika plot ya hoteli. Akaenda mpaka kwa director. Akagonga. It was very early. Akagonga. Sasa director akashindwa. Manager anataka nini? Alidhani ni manager. Akatoka akafungua kioo, akaona ni mtu yule anachinjaga kuku. Akashindwa na amebeba kuku. Kwani ameshinja wote huyu akamshinda ama ni nini baya? Ameleta kuku kufanya nini? Akatomoka polepole akaja. Akamwambia, "Yes, can I help you?" Akamwambia, "Boss, mimi nimesema nikuje." Ninaona umekuja haraka. Akamwambia, "Boss, unaona siku uliniajiri?" Siku ya kwanza nilipoanza kazi nikachinja kuku. Niliamua kubeba moja nikaenda naye nyumbani. Na kwa kula huyu kuku ndio nimekonda hivi. Bosi akachini hiyo Kiswahili ndio. Yaani akakula kuku. Unajua kawaida ni kula kuku unone, lakini alikula kuku akafanya nini? Akakonda. How comes alikula akafanya nini? Akakonda. Akamwambia, "Yaani nikondesha hivi vile nilienda naye." Bosi akaingia nyumba. Afikirie hiyo Kiswahili haikumuingia. Mwanaume akadhani huyu mwanaume atatoka na nyahunyu. Nitapelekwa, lakini habari kuchapa tumalizane. Baada ya kukaa hivi niliwasha nichapa tumalizane. Mwanaume akatoka akajishika hapa. Akamuuliza, "Can you repeat the story?" Akaongea. Akamwambia, "Baba wangu mimi, kama ningekuwa na watu kama wewe 10 kwa kazi, ningetajirika. Ambao wakiniiba wanakonda, ningetajirika. Na kwa sababu umeamua kurudi naye, nataka uende na huyu kuku hapo kwa hoteli. Ukate kichwa na utoe manyoya, uende naye nyumbani, mkule na mke wako. Ulikuwa kibarua, nimekuajiri permanent. Enda nyumbani." Sasa sio kibarua. Ikiwa umeamua kurudisha, enda ufanye kazi. Yule alipoenda sasa amefurahi. Unaona amani? Amefurahi. Imekombolewa na Yesu. Sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake. Akarudi naye. Akachinja vile alivyoambiwa. Akaeka kwa pepa pale. Kachukua koti. Unajua hajanunua koti ile unaona. Akatoka akakutana na mtu wa vyombo. Hawa akamwambia fae. Akauliza, "Hii jamaa mbona leo inajeuri hivi?" Akamuuliza, "Anakuuliza unaenda wapi?" Si kwangu. Naenda kwangu. Yaani umesahau nini? Jamani nini? Nakwambia uondoke. Nikasema, akamwambia, "Umechelewa." Ndio ukasema. Kashindwa. Mbona jamaa inaongea hivi leo? Akamwambia, "Nakuuliza na ni kwenda unaenda?" Akamwambia, "Soma repo." Jamaa akashindwa. Yaani
kuja. Methali 21:28 mstari wa kwanza. Methali 28 mstari wa kwanza. Soma. Swahili. Usikie. 28 verse 1. Nasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu. Waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu. Bali wenye haki. Wenye nini? Wenye haki. Wenye nini? Wenye haki. Ufanya nini? Ni wajasiri kama simba. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba wenye haki ni wajasiri kama nani? Simba. Kama simba hawaogopi. Soma rego. Sasa amekuwa mwenye haki. Ni dhambi zilikuwa zinafanya atikuje. Halo? Jamaa akaanza kuvyombo kwa roho mbaya. Ilipofika katikati akasema hapana, mpaka director ajue hii. Mpaka director ajue hii. Ndio huyo moja kwa moja kwa director. Akagonga. Director akauliza sasa nini tena? Akatokezea akakuta ni jamaa wa vyombo. Ameona nataka. Akasema leo Mungu amekuja bila kutumana. Ule alirudisha kuku, huyu naye amerudisha sahani na vijiko na sufuria. Akaja akamuuliza yes. Akamwambia boss, kuku ameisha. Sikia habari mbaya. Kuku ameisha. Uliajiri si mwizi, mungusi. Kuku ameisha. Uliajiri mungusi. Wameenda wote. Anaanza, what is it? Kuku ameisha. Mwambie unaweza kuja uniambie mimi unasema. Akamwambia unajua yule jamaa anataka vyombo? Siku hiyo ni mwajiri ya kwanza kuku. Si mwezi imeisha amebeba ingine. Bosi akamwangalia. Akarudi kwa nyumba. Akatoka akamwangalia akamwambia, "Ola wangu mimi maskini. Ambaye ninamfanya kazi, ambaye atagoja niambiwe, imalizike mwezi ajaniambia. Aje aniambie mwezi ukiisha. You are fired. Kwenda nyumbani." Sai, wale usisabwe sasa. Na nisikukuja kwa hoteli yangu. Na uende kabisa. Unagojea kuajiriwa permanent ama kufutwa? Maana hapa mpaka uamue sasa. Unataka kufutwa ama kuajiriwa permanent? Maana tulisoma hapa tukasikia majina yatatolewa kwa vitabu, yawekwe kwa kitabu. Yako itawekwa kwa kitabu cha Mwana-Kondoo ama itatolewa? Nafikiri kuna mtu katika nyumba hii anasema, Yesu nimegundua ya kwamba mimi na Sauli hatuna tofauti. Mimi na Sauli hatuna nini? Hatuna tofauti. But the time has come. Mimi sitagojea kama Sauli. Naomba kujua makosa yangu katika maneno ya Samueli kabla sijaambiwa dhambi yangu na ya mshawi ni sawa. Kabla haijafika hiyo siku, Yesu nataka unisaidie nisimame na nijue makosa yangu. Kama kuna mtu aliye naombi kama hilo hapa, inuka tuweze kuomba. Simama. Kama kuna mtu aliye naombi kama hilo. Na usisimame maana watu wamesimama. Simama kwa sababu kweli umeona na umejichunguza, ukaona umekuwa kichwa ngumu kama Sauli. Samueli amejaribu kutumia all fashions in order to reach your soul or your heart. But still umekauka. Lakini leo ungetaka Mungu akusaidie uweze kuinuka ili uweze kuziona dhambi zako. Sitafute mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Shughuli mwa ufalme niambie Yesu. Uliza Yesu sio lako limeandikwaje? Umeandikwaje? Yes. Hiyo ikusumbue, maana it is either umefutwa ama umeajiriwa. Mambo ni mangapi? Mambo ni mawili. Na sasa umesimama hivi. Naomba uendelee kuongea na Mungu katika mawazo yako. Yesu yuko kando yako. He is just beside you. There. Christ is in our midst. Na yuko kando ya kila mmoja.
anataka kusikia what you whisper to him. Unataka kumwambia nini? Wewe uko tayari kumwambia nini? Anataka kusikia una habari gani kwake. Unataka kumwambia umejielewa na unaomba msamaha, ama unataka kumwambia nini? What are you supposed to tell him? Unafikiria umwambie nini? Taka ufikirie. It is the only chance we have. It can be the last one. It can be the last one. And because you don't know and I don't know, let us rethink. Fikiria na ufikirie tena. Uulize, ikiwa leo ndio dakika yangu ya mwisho, sahi iwe sijakita kutana na ujumbe wa kuniita wito tena, nitakuwa nimefanya uamuzi wa busara? Nataka ujiulize unaposimama vile umesimama kabla sijaomba. Ili niombe, nataka kusema hivi. Katikati yetu inawezekana kuna mtu, kuna jambo amejaribu kuacha, amejaribu katika uwezo wake wote, lakini ameshindwa kuliacha. Ako almost to give up, lakini anahitaji nguvu mpya ashinde kitu ambacho kimemshinda. I don't know ni nini, na hakuna mtu anataka kujua ni nini, lakini kuna kitu kimekushinda na unahitaji nguvu mpya ushinde hiyo hali, ili uweze kuingia katika hali inayokubarika mbinguni. Kuna mtu aliye naombi kama hilo? Kuna kitu umejaribu kuacha, kuna jambo umejaribu limekataa. Thank you my brother. Thank you. Barikiwe sana. Kuna mwingine? Kuna mwingine kuna kitu. Asante. Kuna mwingine? Una kitu ungetaka. Asante. Nyinyi kujeni. Just kujeni hapa. Mtaka kuomba na nyinyi na mtasimama hapa. Mtaomba na nyinyi maombi ya pekee. Hii si uamuzi rahisi. Huu ni uamuzi wa mtu ambaye amejigundua na amejitambua ambacho kimekatalia. Kuna jambo ungetaka kuacha limekataa. Kuna hali ungetaka kuachana nayo imekatalia. It is time upewe nguvu mpya ushinde jambo hilo. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Mlango uko wema, mlango wazi huo, Yesu kuja ndugu yangu, kuja dada yangu. Kuja ndugu yangu, kuja dada yangu. Mlango wazi ajaburi, acha wazi kwangu. Ikiwa kuna jambo unajua, wewe mwenyewe unajijua, na ilipata kuna mtu anakuambia ya kuniambia nini, utaambia Yesu. Lakini fanya hatua kuja hapa tuweze kuomba. Mungu ikupatie nguvu. Jambo hilo ambalo limekatalia ndani yako, kama lilivyokatalia ndani ya Sauli, hata hakuiona makosa, anajaribu kupinpointiwa. Anajaribu kupinpointiwa. This is where you are going wrong, and still you could not see it. Kwa sababu he was afraid. Ungetaka Mungu akufungue macho, uelewe ni wapi mambo yameharibika. Please can you come? Kuja, Yesu ana haja na wewe. Yesu ana haja na wewe. Angetaka kukuzungumzia. Anataka kukuokoa, angetaka kukuokoa. Sasa kuja, Yesu anakungoja. Yesu anakungoja. Yesu akuita wewe. Tafadhali wacha kufanya moyo wako kwa mgumu. Njoo, Yesu anakuita. Asante kwa sababu ya uongozi wako. Katika makambi yananuka kurevive watu wa Mungu and to make new the relationship between God and His people. That's why I'm calling here. Kama kuna mahali iliharibika, please come this side. Kuja pandika kama uko hapa, kuja pandika. Yes, jitoe moyo sasa, ili tusikae sana. Nataka kuita kundi la pili. Kuna watu wa Mungu ambao wameamua wanazaliwa mara ya pili. Wale ambao ni ubatizo, ambao wamekuwa wakijitoa hapa na namba kubwa iliyojitoa jana, pamoja na ile hatua jana na amekuja leo.
na amepanga ya kwamba kwa sababu Pastor Obil na baraza yake na wazee wameamua kubatiza, na nimekuwa nikitaka kubatizwa kwa muda. This time round siashi, naenda kubatizwa. Wale tuliotokezea jana, kujeni msimame hapa. Nataka kufanya ombi la mwisho sasa, mkienda kufanya kile ambacho mliamua kufanya. Wala hata kama uko hapa na ubatizo, kama this. Kuja hapa, wala ubatizo, kuja pale, simama hapa. Wala ubatizo kuja hapa na ubatizo. Wala ubatizo kusikamia, na kama ukuja wiki mzima, lakini ulikuwa katika matayarisho ya ubatizo, please come. Kuja, thank you. Kuja, inasema waliokuwa wakija na ambaye amekuja leo na hakuweko wakati wengine wakiitwa na wakiombewa. Nataka kuomba na nyinyi sasa katika maombi ambayo sasa ni ya kwenda kufanya hatua ya kwenda sasa kutangaza ya kwamba it is time kuambia ulimwengu kwaheri. Sasa nataka kushika njia ya mbingu. Karibu kama umebaki. Njoo hapa. Rafiki kaza mwendo, msalaba ukubali, amana ya upendo, mlango wazi ajabu. Amebaki kwa sehemu hii ya mtu ambaye angetaka Mungu amzungumzie na ampe nguvu upya aweze kushinda jambo ambalo limekamalia kwake. Tafadhali njoo. Inawezekana kuna mtu ambaye angetaka kubatizwa na alikuwa katika mpango wa kubatizwa na hakuwa ameamua, lakini ameamua kuja upande huu. Kuna yeyote? Mara ya mwisho. Kuna yeyote wa ubatizo anayetaka nguvu mpya uweza kuwezeshwa kushinda dhambi? Thank you. Asante mnapoendelea kujitoa. Mungu awabariki sana. Wa ubatizo anakuja hapa. Wale ambao tunaomba kufikia hapa. Wale wamebaki kule nyuma, tunaomba Kristo atusaidie tuelewe na tuwe na masikio tusikie, tusije tukawa sawa.